Nayo tunaona ulazima wa kuandaa mkutano wa siku mbili ambao ndo huu na kesho kwa ajili ya wanawake kujifunza na kufahamiana, yaani learning and networking kwa wanawake wa taaluma zaidi ya 60. Tunaamini na wengine wataendelea kufika, lakini tunataka muwe zaidi ya 60 hapa kutoka taasisi za umma na binafsi zilizoko halmashauri ya Mtwara Mikindani. Mkutano huu unawaleta pamoja wanawake kutoka taasisi za elimu. Tunao walimu kutoka vyuo sekondari na shule za msingi zaidi ya 20. Tunao taasisi za kifedha, mabenki, tunao watumishi wa halmashauri kutoka kwenye idara zote, tunao wanawake wafanyabiashara, tunao wanawake wanaojishughulisha na mashughuli za kilimo na ufugaji, tunao wanawake kutoka asasi za kiraia, tunao waandishi wa habari, tunao makampuni binafsi, wanawake kutoka kwenye makampuni binafsi, tunao wanawake ambao ni wanasiasa au viongozi wa kisiasa hapa Mtwara. Wengine tushamuona Mheshimiwa Meya yupo hapa. Kikao hiki cha siku mbili pamoja na kufahamiana nani anafanya nini, tunahitaji kujifunza na kuelewa mikakati mbalimbali ya kuwezesha msichana na mwanamke kwenye nyanja za uongozi, kwenye nyanja za uchumi, kwenye masuala ya afya na kumjengea uwezo wa namna ya kukabiliana na vitendo vya ukatili wa kijinsia na hasa rushwa ya ngono maeneo ya kazi huko mliko kwenye taasisi zenu. Tunaposema ukimwezesha mwanamke umwezesha jamii, mwanamke gani hasa tunamzungumzia kwenye hilo? Tukisema ukimwezesha mwanamke umwezesha jamii, ni mwanamke wa namna gani tunamtazama au tunamzungumzia? Je, tukisema no one must be left behind kama tunavyosema siku zote, ni kweli hakuna wanawake wengine walioachwa nyuma? Tukijiuliza no one should be or must be left behind, ni kweli kwamba hakuna mwanamke tuliyemwacha nyuma kati yetu, lakini wanawake walioko mbele wana nafasi gani kuwavuta wenzao walioko nyuma? Nyinyi ambao mmetangulia ni wataaluma, mna nafasi zenu, tujiulize mna wajibu gani kuwavuta wengine tuliowaacha nyuma. Tukisema ukatili wa kijinsia kwa wanawake, hivi ni kweli wanawake wote wanafahamu ukatili wote unaowakabili? Tutajiuliza hapa kwa hizi siku mbili. Na kwa wasiofahamu, tunafanyaje kuwafahamisha? Tuna jukumu gani kama sisi wanawake wa taaluma kuwafahamisha wale wasiojua maana ya ukatili? Na waliofanyiwa ukatili huo, uwe wa kiuchumi, uwe wa ukatili wa kisaikolojia, uwe ni ukatili wa kimwili na kadhalika, wanafahamu pa kukimbilia? Na ndio maana tunazo taasisi mbalimbali ambazo tutaelezana ni watu wanapaswa wakimbilie pale ambapo watafanyiwa ukatili wa namna hiyo. Waheshimiwa, meza kuu, wataaluma ambao ni akina mama tumewalika. Taasisi yetu inatambua nafasi ya mwanamke kwenye kuchagiza ustawi na maendeleo ya nchi yetu. Taasisi yetu inaendelea kuwafikia na kuwawezesha vijana na wanawake kwenye halmashauri mbalimbali hapa nchini, ikiwemo halmashauri ya Mtwara Mikindani. Halmashauri nyingine ambazo tunazifikia na kuziwezesha ni halmashauri ya Tandaimba, halmashauri ya Liwale, halmashauri ya Lindi mjini, halmashauri ya Misenyi, halmashauri ya Bukoba vijijini, halmashauri ya Kibondo, na kwa sasa tumepanua shughuli zetu, tuko kwenye mikoa ya Shinyanga, Manyara, Mbeya kwenye programu za vijana na utawala bora kwenye tasnia ya uziduaji. DOVFOP tunaendelea kushirikiana na serikali siku zote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wadau wa vijana na wanawake pamoja na wadau wa maendeleo kuwafikia wanawake kupitia programu za uchumi na ujasiriamali, yaani economic strengthening and entrepreneurship, elimu ya uraia na uongozi, masuala ya civic education, masuala ya ufuatiliaji wa uwajibikaji kwa jamii, yaani social accountability monitoring, ambayo inalenga kukuza ushiriki wa wanawake na vijana kwenye masuala yote ya umma na utawala bora kwenye utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya umma
hasa afya, elimu na miradi ya maji. Lakini tunaenda mbali, tunasaidia kwenye unasii wa lishe au afya, unasii wa lishe na huduma, pamoja na usawa wa kijinsia kwenye eneo la kupinga ukatili wa kijinsia kwa watoto na wanawake, na rushwa ya ngono maeneo ya kazi, ambao kwa nafasi moja au nyingine tutapata wasaa wa kujadili masuala haya. Na Dove Hope tuna kampeni ya miaka miwili toka mwaka 2018 mpaka mwaka 2020 tunayolenga kutokomeza au kushirikiana na wadau mbalimbali kutokomeza ukatili wa kijinsia na rushwa ya ngono kwa wanawake maeneo ya kazi. Tukiwa tunajua ni tatizo kubwa sana linalokwamisha wanawake wengi, na tatizo hili halisemwi kwenye mazingira kama haya na wala halijadiliwi, lakini linatesa wanawake wengi. Dove Hope tunaendelea kuhamasisha utekelezaji wa malengo endelevu ya dunia, yaani Sustainable Development Goals, zile 6 za awali. Ziko Sustainable Development Goals 17, lakini sisi tunatekeleza Sustainable Development Goals 6 za kwanza, yaani Sustainable Development ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano na ya sita, ambapo ya kwanza inazungumzia masuala ya poverty, no poverty, ya pili inazungumzia masuala ya zero hunger, ya tatu inazungumzia masuala ya afya, ya nne inazungumzia masuala ya elimu kwa wote na elimu bora, ya tano inazungumzia masuala ya ukatili wa kijinsia au usawa wa kijinsia, ambapo tunajadili masuala ya ukatili na kadhalika, lakini ya sita inazungumzia masuala ya huduma za maji au huduma bora za maji. Na kufanya utetezi, tunaendelea kufanya utetezi kama taasisi kwa serikali yetu kufuata na kutekeleza mikataba ya kimataifa na ya kikanda ya haki za binadamu. Kamisheni mbalimbali, tunashirikiana na kamisheni mbalimbali barani Afrika, yaani kamisheni ya vijana barani Afrika, African Youth Commission, lakini tunashirikiana na kamisheni ya haki za binadamu na watu, yaani African Commission for Human and People's Rights barani Afrika. Mwishoni mwa mwaka jana, sisi kama taasisi ya Dove Hope Women Youth Tanzania tulishirikiana na wadau mbalimbali hapa Mtwara kuzindua kampeni yetu ya kupinga ukatili wa kijinsia na rushwa ya ngono. Naamini Mheshimiwa Misana tulishirikiana vizuri na commission secretariat ya Madia utumishi wa umma, tulikuwa pamoja na baadhi ya wadau wengine walioko humu. Mheshimiwa Diwani, tushashirikiana pamoja kwenye vyombo vya habari na kadhalika kutoa elimu hii ambao tulizindua tokea siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia mwaka jana mwezi wa 12. Katika msimu huu ambao umekuwa ni msimu wa siku ya wanawake duniani, wa kuadhimisha siku ya kimataifa wanawake duniani, taasisi yetu imekuwa na mwendelezo kuona umuhimu wa kuonyesha umoja na kuunganisha nguvu na jitihada na serikali na wadau wote wa wanawake, kwanza kusherekea siku ya wanawake duniani, lakini kitu kingine kuwajaminisha wanawake na kujadili masuala mbalimbali yanayowahusu. Msimu huu unatupa nafasi ya kutafakari kama taasisi na kushirikiana na wanawake wengine walioko hapa Mtwara juu ya maendeleo yaliyofanywa na wanawake na kudai mabadiliko na kusherekea matendo ya ujasiri yanayofanywa na wanawake mahiri katika historia ya nchi yetu na jamii kwa ujumla. Kwa hiyo hapo mambo mengi sana ambayo wanawake nyie mlioko hapa mnayafanya lakini hayafahamiki au tungeweza kuyafanya zaidi, lakini kuna vikwazo. Kwa hiyo ndo namna ambavyo tunapata nafasi ya kutafakari kwa pamoja. Kupitia siku ya wanawake duniani ambayo tayari imeshaisha, shirika la Dove Hope Women Youth Tanzania tulipata nafasi ya kuhamasisha jamii juu ya umuhimu wa kutambua uwezo na mchango wa wanawake katika kuchangia kuleta mabadiliko. Dove Hope tuliandaa na tunaendelea kuandaa shughuli mbalimbali kwa ajili ya wanawake na wasichana kama njia ya kuwaimarisha wao wanawake na wasichana kujifunza na kufahamiana na hasa kuelewa wajibu wao kama kina mama na wasichana kwa jamii na nafasi gani na jamii na watazamaji, lakini fursa zilizopo na zilizowazunguka za kiuchumi, masuala ya afya pamoja na ulinzi wenu, utetezi wenu wa haki za binadamu, ambazo kimsingi haki za binadamu ndizo hizo haki za wanawake au haki za wanawake ndio hizo haki za binadamu. Bado ninasubiri majibu, nikapata kazi bandarini kama ninajitolea, wakawa wananilipa. Jamani, bandarini kuna overtime Jumamosi na Jumapili. Mimi nilikuwaga sina siku kuu, sina Jumamosi, sina Jumapili, angalau mama yangu aweze kupata pesa ya kujikimu. Kwa hiyo nikaona wanawake tunaweza endapo kama tunasimama. Nilianza yani toka nikiwa binti. Hatimaye nikaanza sasa kuwasaidia wanawake wengine kutoka huku kwenye
ili boksi walilopo, kwa sababu wanawake wengi wapo kwenye boksi. Nikamwambia wanawake, jamani, kama unafanywa ukatili, labda unanyanyasika au huwezi njia za ujasiriamali, inabidi ufanye nini? Kama mimi nilivyosema, ni mtaalamu wa sheria, nimesoma sasa hivi sheria, lakini vile vile ni mjasiriamali. Mimi nashona vikapu, natengeneza maua. Mimi kama mimi, yani nikiwepo kazini ninafanya hizo kazi na ninaweza kuwasaidia wanawake. Kuna wanawake ambao wapo kwenye ndoa zao wana migogoro. Kinachoniumiza sana, kuna wale wanawake unakuta ameingia kwenye ndoa, labda unakuta mume hana kitu chochote, mnaanza wote kuandika alifu kwa kijiti. Hatimaye mama unapambana, kama nilivyosema mimi, unapambana, lakini mwisho wa siku inatokea unapata talaka. Ukipata talaka unaambiwa ulivyokuja haukuja na kitu chochote, basi ondoka. Alafu wanawake wa Mtwara wengi walikuwa wanasema namwachia Mungu. Kile kitu mimi yani uwaga sijisikii kusema kwamba namwachia Mungu. Pambana, siku zote moja ni moja na tatu ni tatu, kwa sababu akikupa 2 wewe utaanza na hatua inayofuatia. Kwa hiyo ninaweza kuwasimamia wanawake. Saa nyingine hatufiki kwa mama sana. Yaani mimi kama paraligo namkutanisha yule mwanamke na yule mwanaume. Namwambia huyu si mke wako? Ndio. Ulianza naye maisha? Ndio. Mna nyumba 2? Ndio. Unaonaje ukimgaia nyumba moja? Asante sana Madam Julia. Hello. Yeah. Umemsikia Mama Misara, unasikia kesi nyingine zinaishakuwa hazikufikii. Niombe tu kwamba wengi mnasema kuna watu hawajui haki zao, kuna watu wengi wana matatizo huko mitaani, lakini hawana suluhu juu ya matatizo yao. Sisi tupo kwa ajili ya hao watu. Ninafanya kazi nyingi sana mimi, kwa mfano na kwenda katika vituo vya maredio, ila hujawahi kunikaribisha. Naomba unikaribishe kwenye kituo chenu. Huwa nakwenda kutoa elimu ya sheria kwenye labda siku za weekend. Naenda kutoa elimu ya sheria, masomo mbalimbali yanayohusu haki za kina mama. Na kwenda kwenye mikutano mbalimbali kutoa elimu. Watu wengi wananialika na kwenda. Sasa nyinyi wanawake huko mnapata shida mkisema sisi mahakimu kazi yetu. Niko na mwanamke mwenzangu hapa, mheshimiwa sana Emil Seth Mwambapa. Kazi yetu sisi ni kuhukumu zile kesi, lakini pia pamoja na kutoa elimu. Tuiteni, tutakuja. Mkijikusanya kwa pamoja, tutakuja, tutatoa elimu. Lakini jambo jingine, niombe ya kwamba sisi ni viongozi. Sisi wanawake wote hapa tulipo ni viongozi. Uongozi unaanzia nyumbani kwako. Mnanielewa wanawake wenzangu? Uongozi unaanzia nyumbani kwako. Wewe ni mama. Kama mama, wewe ni waziri wa mambo ya ndani nyumbani kwako. Wewe ni kiongozi. Kwa maana hiyo, kwa uongozi huo ulionao, unatakiwa wewe binafsi uchukue jitihada za kuelekeza pale nyumbani, kuwa na mipangilio ya shughuli zote pale nyumbani. Kuwa na mipangilio, leo itafanyika kazi gani, atafanya nani kwa wakati gani. Hata kama watoto kuna mida wanaenda shule, wewe unaenda kazini, sijui nani anaenda wapi, tusiachie wafanyakazi kila kitu. Tusiwe wavivu. Mara nyingi tumeweza kuharibu ndoa zetu kupitia wafanyakazi. Katandike kitanda, kapike chakula. Sasa house girl ndo anachukua nafasi yako pale. Sasa nipende kusema hata watoto wetu tuwafundishe kazi. Nikiwaambia mimi watoto wangu wote wanaelewa kazi zote za nyumbani, kufua, kupika. Na watoto wangu tangu mtoto akiwa na miaka 4 mimi naanza kufundisha kupika. Nina watoto 4. Kwa maana hiyo nimetengeneza vigoda 6. Kimoja cha kwangu, kimoja cha binti wa kunisaidia kazi, 4 vya watoto wangu. Tunakaa tunalizunguka jiko. Sawa? Tunaanza kupika. Kila hatua kwa hatua wanaangalia. Na siku nyingine mmoja anapika. Mtoto wa sasa hivi na mtoto wa mwisho ana miaka 10 sasa hivi. Lakini niwaambie akiwa na miaka 5 alikuwa na uwezo, tena miaka 4,
walikuwa na uwezo, mtoto wa miaka 4 na mwingine miaka 6 walikuwa na uwezo wa kupika, kujipikia chakula. Wanapika, wanakula, hakuna kuungua, sijui ataungua na moto hakuna. Sijui atamwaga chakula hakuna. Ila miaka 20 sasa hivi wanaungua. Kuna wa miaka 20 hawajui hata kusonga ugali. Kwa hiyo niombe tu kwamba sisi pia tuweze kuchukua hatua za makusudi, vile vile kufuatilia kila hatua, kitu kinachofanyika kwenye shughuli zetu binafsi. Kuna wengine wajasiriamali kama tulivyowasikia, kuna wengine ni waajiriwa, wengine taasisi binafsi, wengine waajiriwa wa serikali. Kila mmoja aweze kusimama imara katika nafasi yake, kufanya kazi kwa bidii kama nilivyoongea, ili aweze kuonekana kwa kazi anazozifanya katika kujipatia manufaa. Mungu atuweze kutusaidia tuweze kufanya mambo ambayo ni sahihi kwa wakati sahihi. Masuala ya muda ni muhimu, lakini kutokana na vile nilivyojifunza kwa haraka hapa, ninachoweza kusema ni kwamba tunatakiwa kuwa watu wa kufanya kazi ya ziada. Labda niseme kile kitu ambacho nikisikia hivi karibuni cha Kenyatta, ambapo amesema kwamba ukiwa mfanyakazi ukifa tunakuzika na kila kitu chako, lakini kama una biashara, dada amesema amejifunza kufuga, amejifunza hivi, amejibonda na kidole, ni part of the school. Kwa hiyo hata kwenye maisha ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo ninaomba kwa kweli, jitahidi uwe na kitu cha kumrithisha mtoto wako, na sio tu kiwanja. Ukimrithisha kiwanja, aelewe jinsi ya kufanya nyumba, aelewe kuja kufanya, umemwachia sijui na maisi, unasema mimi nimefanikiwa, you are failed. Kwa sababu akimaliza akiwa ni cha pombe, AC atasema jamani, nawawekea AC, kuleni, mkimaliza nitakunywa bili ya pombe. Haujamsaidia mtoto wako. Lakini kama umemwachia kitu kikubwa, elimu, namba 2, ukamsaidia mtoto wako, ukamwachia biashara ya kufanya, na kama anakuona una jitihada na yeye, na muwashirikishe watoto wenu kufanya kazi, bidii, na usiwadekeze watoto, maana hilo ni swala ambalo sio zuri kwa kweli. Unakuta mtu akishapata hela, basi mtoto wangu kila kitu ausigelo. Hilo ndo naomba kwamba tujitahidi sasa hivi tutengeneze kizazi cha chapa kazi. Asante sana dada. Yule mama huyo wa kwanza mimi amenitia moyo, kwa sababu mimi nilikuwa namfuata kwa nyuma. Sijamfuata nyumbani kwake, lakini nilikuwa nauliza tu kwa watu, yule mama anafanyaje mpaka anafanikiwa. Nikapata taarifa zake, nikasema mimi bado niko kazini, lakini nitapambana kabla sijafukuzwa kazi au sijaacha kazi. Na kweli nimefuata nyayo zake. Sasa hivi kwa kweli namshukuru Mungu, nimeweza kufanikiwa. Kwa hiyo kitu ambacho nimejifunza ni kutokata tamaa, na pia natakiwa uwe mvumilivu. Swala kutopendana hilo ni kubwa kama walivyosema wanawake wengine. Mimi nimepigwa vita yani mpaka dakika hii, lakini sasa wamenyanyua mikono juu. Wakasema yule mama ni mpambanaji, tumwache tu. Nimeongelea sana kwamba wanawake hatupendani. Hilo ni kweli, na mdahalo huo nadhani utubadilishe. Wanawake tunarudi nyuma kwa sababu sisi wenyewe hatupendani. Lakini kikubwa ni nongwa tu. Nachokiona ni wala kuna kingine. Nongwa zimetujaa na wivu. Tubadilike, tuwe na wivu wa kimaendeleo sasa. Tusiwe na wivu ule wa kuona kwamba mtu fulani akiona eneo fulani basi hapana. Bora abaki nyuma, abaki mwanaume. Naongea hayo kwa shahidi. Mimi mwenyewe mpaka nafikia nafasi ile niliyokuwa nayo, mpambano niliyokuwa nao zaidi ni akina mama wenzangu. Wanaume wanakubali kabisa kwamba tukimweka pale basi anaweza. Kina mama tuna matatizo, hasa pale tunapohitaji kutoa huduma kwa wenzetu, hasa kwa mwanamke. Tunanyanyasana sana. Unapomwona mwenzio akiwa na shida, akija, hebu jaribu kumsikiliza kwanza. Peleka pembeni cheo chako, nafasi yako, utajiri wako na uwezo wako, lakini msaidie yule ambaye anahitaji msaada kutoka kwako, kwa sababu la Mungu hulijui. Leo liko kwa mwenzio na kesho litakuwa kwako. Msaidie kwanza, utaona fadhila zake zinatokea wapi. Fadhila zinalipwa kwa njia mbalimbali kutokana na huduma zako unazozitoa katika ulimwengu huu. Mwingine unayemsaidia